fire sasa. Kule sikuwa siongee fire. Kule sio ndio product nyingine ni fire. Sasa Trevo kama Trevo iko inauzwa kwenye mfumo wa network marketing, biashara ya mtandao, biashara ya kuelezana kwa mdomo na kupasha habari about this product au product yoyote, then wewe ukijoin mimi nalipwa. Inasambaa hivyo kwa mdomo, kwa kuelezana kwa mdomo. Biashara ya mtandao ndo biashara ya karne, ndo mfumo mzuri wa malipo wa karne ya 21 hii. Ndo industry ya mfumo wa malipo unaongozwa kwa malipo ya pesa nyingi duniani. Ndo industry yenye pesa nyingi kwenye mfumo wa marketing, network marketing. Lakini product ambazo zinaongozwa kwa malipo kwenye industry ya network marketing, ya kwanza ni telecommunication, hizi bidhaa za telecommunication za IT. Ya pili is food, health products, bidhaa za afya. Ukifanya biashara na kitu cha afya haikutupi. Kila mtu ni mteja wako, kila mtu anaguswa. Siku hizi nyumba nyingi, kila nyumba ina mgonjwa. Mimi mwanzo nilikuwa mimi nadili na mambo ya IT na kampuni yangu binafsi nadili na mambo ya IT, lakini nilikuwa sifahamu kama Watanzania wanaumwa. Nilipoingia kwenye Trevo nikagundua watu wanaumwa jamani. So hauna number of limitation of customers, kila mtu ni mteja wako. Kwa hiyo ukiinvest kwenye afya haikutupi. Lakini pia unafanya biashara ya afya na inakulipaje? Ni challenge. Sasa nitahamia moja kwa moja kwenye biashara ya Trevo. Trevo kama Trevo unapoiona hii chupa hii, tena nataka nianze kwa kuatisha. Hii chupa ya Trevo unapoiona kokoto utakapoikuta Tanzania hii kwa bei iliyopo sasa hivi unatakiwa uuziwe 1,95,000. Fixed, haitakiwi kupungua wala kupanda, yani fixed. Ukiuza kinyume na hapo tukikuripoti inaweza kukuhatarishia biashara yako ukafukuzwa hata wanachama. Sasa ukitaka kuipata kwa bei rahisi zaidi Trevo, ukitaka kupata kwa bei rahisi zaidi mpaka bure, mimi nasema ni kuwa mwanachama, a membership. Wanachama inafuaje? Naelezea kuna aina tofauti za wanachama kwenye Trevo. No, aina tofauti za wanachama kwenye Trevo. Nitaelezea ya kwanza kabisa. Trevo unaweza ukajiunga kama mwanachama mlaji. Mwanachama mlaji inakuwaje? Mwanachama mlaji unalipia benki account ya Trevo 1,87,50. Unapata chupa yako ngapi? Moja. Wewe ni mwanachama mlaji. Lakini mwanachama mlaji huyu unapata faida kwamba ukienda kununua mara ya pili unanunua hicho pamoja kwa 1,29,50. Kwa umepunguziwa. Ukinunua tatu ndio zinapungua zaidi, unanunua kwa 3,1,100. Kwa kila chupa moja unapouzwa kama kwa 1,300,000. Mwanachama mlaji. Sawa? Lakini hawa baadaye huwa wanabadilika kuwa wafanya biashara. Kwa nini? So product is working. Product itafanya kitu kwenye mwili, mtu katumia kwa ajili ya kufanya kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, lakini imefanya kazi. Kuna jirani anaanza kuuliza nini imekusaidia ukapona. Nasema bana this product. Anapojoin yule kesha kuwa mfanya biashara. Sawa? Sasa huyu ni mwanachama mlaji. Faida yake kanunua kwa bei rahisi kwa ajili ya matumizi. Sawa? Lakini sasa tutazungumzia mwanachama mfanya biashara katika Trevo. Mwanachama mfanya biashara yukoje? Unaweza ukajiunga kama kwa chupa 3, 6, 9, 15 au maximum ni 24 chupa. Tofauti idadi tu ya chupa. Wote hapa mmejiunga, wote ni wanachama, wote ni life and health coach. Wote mna sifa sawa. Wote mnaweza mkauza product, wote mnaweza mkaenroll watu wakajoin chini yao, wote mnaweza mkajenga team. Wote mnatumia product. Wote mna sifa sawa. Kilicho kutofautiana hapo ni kiwango cha kuingilia. Nitawaelezeni. Kwa sababu wote mnafanana, tutazungumzia hii sana, hizi nyingine zile effect.
Kijoin kwa viwango hivi, Trevor inakupa 8 ways to make money. Njia 8 za kutengeneza kipato na Trevor. Itazungumzia njia ya kwanza. Njia ya kwanza inaitwa retail au rejareja. Rejareja ikoje? Rejareja tuzungumzie ya chupa tatu. Kujiunga kwa chupa tatu unalipia bank account 466,700. Unapata chupa zako ngapi? 3. 466,700 unapata chupa hizi 3 unalipia bank account. Tuna account mbili za Trevor kwa sasa. Stanbic na CRDB. Hii pesa uleti cash ofisini wala umpi cash yule alikueleza biashara. Hii unalipia bank account. Ukilipia 466,700, means kila chupa moja unakuwa umeuziwa kama kashi ngapi? Kama 1,155. Na 20 point. 1,155. Lakini bei ya kuuza Trevor ni shilingi ngapi? 1,95. Kwa ukiuza zile chupa zako kila chupa moja unaweza faida ya karibia 40. Sawa? Mara 3 means kila hizo chupa zako 3 utakuwa umetengeneza faida ya 120,000. Ndio? Na hii ni kwa sababu ndio umejoin mara ya kwanza. Sawa? Ukienda kufanya manunuzi mara ya pili hizi chupa 3 zinunua kwa 300,000 na 1,100. Ganya kwa 3 means kila chupa moja unakuwa umeuziwa kama kwa 1,100,300. Wewe unaenda kuuza shilingi ngapi? 1,95,000. Kwa kila chupa moja wanaweza faida ya 95,000. Kwa chupa hii kwa mara chupa 3 it's a lot of money. 95 mara 3 sio mchezo. Hii ni kama ukiamua kuuza na Trevor sio biashara ya kuuza. Nitakuelezea. Sasa huyo chupa 6 9 15 24 na yeye akienda kuuza naenda kupata kwa idadi ya chupa alizonazo. Hii mimi wasifanyagi sana kuuza chupa. Nimesahau mara mwisho kuuza chupa nini. Nitakueleza kwa nini. Sio biashara ya marketing. This is network marketing. Kampuni nyingine zimebakia kuwa zinafanya marketing. Sisi tunafanya network marketing. Okay, njia ya kwanza umeelewa. Unauziwa hii mara ya kwanza mimi umepewa kwa 25% profit liter wakati una join. Lakini mara ya pili na kuendelea unapata 40% liter. Retail profit 25 up to 40. Na watu wanatengeneza hapo kwenye kuuza wanapenda kweli. 95 chupa moja sio mchezo. Mimi sitaki 95 kwenye Trevor ni ndogo. Njia ya kwanza umeelewa? Njia ya pili ilikumbisa na mimi kufanya biashara. Njia ya pili inaitwa power start commission. Power start commission. Ukiingiza mtu unalipwa. Ndiko mbaya lakini sikiza nacho ongea. Power start commission ukimleta mtu unalipwa. Hii koje? Mimi nimejoin kwenye Trevor as a life and health coach. Nikakutana na mama. Nikamweleza about the product. Akawa interested. Akiingia kwa chupa 3 akajoin na yeye akalipia benki akapata chupa zake 3 na document zake muhimu. Akiingia na chupa 3 akilipia 466,700. Mimi Trevor ananishukuru ananilipa 1,11,000. Kwa kuingia tu mama akajoin chini yangu napata 1,11,000. Akijifanya kitu kingine hapo. Akiingia kwa chupa moja anatengeneza 37,000. Ile tu mwanachama mlaji ile chupa moja. 1,87,50 nalipwa 37,000. Akijoin kwa chupa 6 alipia hii pesa mimi nitalipwa 2,22,000. Akijoin kwa chupa 9 nitalipwa 3,33,000. Akijoin kwa chupa 15 mimi nitalipwa 5,55,000. Akijoin kwa chupa 24 nitalipwa 8,88,000. As a 40% ya pesa atakayoingia nayo huyu mimi nalipwa na Trevor. Kama shukrani kwa kumleta mtu. Watu wanakuambia wewe usifanye mambo ya network marketing, huwa tunafanya ila tulipwe.
Inakuwa mama mimi yako mzuri na mimi nataka utanunua wapi? Uliponunua nenda simu dukani wapi? Mjini, si ndio? Nitaenda kesho, nitakuwa nimetinga zangu sala maua tuna na mimi naye, si ndio? Lakini wewe ndio mwenye kampuni kakulipa, mwenye duka haja kulipa. Uende hata tulitumia vocha tukapigia na simu hela zikapotea, lakini hujalipa haja kushukuru. So huwa tunafanya hizi hata saluni tu. Umesuka na wapi kwa Dasha. Unaenda pale kesho uko fresh, yani lakini yule ile mtangazia biashara za Dasha hajalipwa. Hiyo ni dhuluma. Siku hizi maisha yamebadilika. Hakuna kazi za bure. Natangaza biashara yako, you must pay me back. Kwa hiyo watu wanazifanya hizi network marketing lakini hawalipi. Sababu hawajui kama ni network marketing. Sume network umemweleza mtu, you must get paid. Wewe ni muuzaji, ni salesman wa ile kampuni, tunalipwa kwa ajili hiyo. Kwa utakayemleta 40% kuja kwako. Na hii ni part time business. Kama utakuwa ndio mwambie mtu asije naye hapa, utajulikanaje ni mimi nimemrecommend? Safi sana. Utapomwambia mtu akawa interested, kuna form ulipewa wakati wa kujoin. Sio? Utamjazisha zile form. Au kama yuko mbali anakutumia zile particulars zilizomo kwenye form. Anakutumia na ile slip. Au yeye unampa form ile, labda umewatachia, ana print, anajaza, anaambatanisha na slip. Pale chini kuna taarifa za mfadhili. Sawa, wewe ndio unaweka ID yako, ID special kujoin unapewa, lakini pia na jina lako liko pale. Akienda kile office kokote, unamjoinisha chini yako. Unapewa ID special ambayo inatambulika duniani kote. Unajoinisha mtu wa Zambia, Marekani pia, Dubai. Juzi kuna mjumbe wangu kaomba mtu ana join kule kule, anachukua product kule kule. Travel kwa 22 sasa. Na sikajua nafungua Uingereza, Ujerumani na Japan. Kwa kokote unaweza kumuunganisha. Sasa utakaribisha maswali. Tunza kumbukumbu. Travel is a part-time business. Unaweza ukafanya kwa muda wa ziada. Haijalishi uko busy kiasi gani. Mimi na kampuni yangu binafsi very busy sana tu. Ndio na mambo ya IT. Lakini naifanya kama part-time business. Kivipi? Naamini hata kama unafanya shughuli yako ya kawaida, uko busy kiasi gani, unapata muda wa kunywa chai, si ndio? Ule muda wa kunywa chai ule, dakika zako 10 tu, share na mtu. Kwenye chai unaweza kaacha, naenda zangu kuchukua chakula pale. Nakuja. Kwanza nakuta unashangaa. Si kitu kipya? Ndio. Atakwambia Samantha, unaifahamu nini? Nini? Soma. Sawa? Kwa dakika 10 zangu zile wakati tunakunywa chai, naongea na mtu mmoja about the product. Sawa? Mtu huyo mmoja asubuhi. Saa 2 ikifika muda wa kazi, fanya kazi zako kama watu wengine mpaka muda ule wa saa 8 kabla ya lunch. Lunch time ongea na mtu mmoja pia. Uzuri hapo unazungumzia kitu moja tu, one product. Sio vikolokolo kama kampuni nyingine. One product. Na the good thing kwamba hii product inafanya kazi. Shuhuda. Na watu mimi Dodoma niliwapa, mama alikuwa ameparalyze kama wale ndugu walipojoin, sikutumia nguvu nyingi. Shuhuda. Product yenyewe iliuza. Sawa, kwa mchana unaongea na mtu mmoja wakati wa lunch. Ukifika muda wa kazi tena, ingia kazini kama watu wako. Kampuni inakulipa mshahara, kwa hiyo unabidi ufanye kazi inayopaswa, au serikali inakulipa mshahara. Usiibe muda wa mwajiri wako. Kwa hiyo lunch time unaongea na mtu mmoja. Ikifika muda wa kazi, ingia kazini mpaka kabla ya muda wa kutoka. Wakati unatoka unaenda nyumbani unaongea na mtu mmoja, au kabla ya kwenda vikao vyetu vile unaongea na mtu mmoja. Kwa siku minimum unakuwa umeongea na watu wako wangapi? 3 kwa siku. Unaweza kupatika siku nyingine kwenye meza ukakuta watu dada wawili au watu wawili, ukashia watu wawili. Kwa minimum umeongea na watu wangapi? Watu 3. Kwa wiki utakuwa umeongea na watu wangapi? Watu 21. Katika watu 21
Binadamu tufanani. Kuna watu wanaweza kusema no. Wapo. Hata usiwazi. Au wewe subiria tu. Kama hajaja kibiashara atakuja siku anahuko. Tena atajiunga huko chini ya watu wako. Mimi kuna watu walikimbia sasa hivi wamejiunga chini ya watu wangu huko. Nikimwambia safi sana. Tuendelee na kazi. Kwa hiyo kuna watu watasema no. Katika watu 21 kuna watu watasema the product iko poa sana. Lakini mimi nilifanyaga yale mengine yale kwa naogopa network marketing. Lakini akielewa Trevor vizuri is next to none. Mimi katika watu ambao nilikuwa sitaki kufanya network marketing. Nilikuwa sielewi. Mwaka jana nikaanza kuelewa. Lakini nilipokutana na Trevor nikajua kumbe wale wengine wanafanya marketing. Trevor it's a network marketing. Ndio hii. Watu 21 kuna watu wanaweza kuona Trevor kwa jina lako, kwa jicho kama uliona wewe. Wakaona hii ni opportunity. Yaani kimleta mtu mmoja tu chupa 3 napewa laki na 10,000. Kutengeneza laki sio mchezo. Hivi tuko kuongea na mtu dakika 3. This is the opportunity. Wapo watu kule nje wanakusubiri tukawaeleze about this product, about this business. Wanakusubiri. Ni sisi kutoka na kuongea. Kwa watakaoona let's say tuchukue kima cha chini tu wamejoin watu watano kwa wiki. Katika wale 21 labda mpatao watano watu wapo. Tano tuseme wamejoin kwa kima kidogo tu cha biashara cha chupa 3. Kila kitu wanakula 1,11,000. 1,11,000 mara 5 5,500 kwa wiki. Kazi gani nakulipa hiyo? That is true. Hii pesa haina stress. Soma degree zote zipande kichwani. Hii lazima kutengeneza kwa wiki. Kutengeneza una stress za kusoma. Hii hela you relax. Uzisi unaweza kufanya biashara sehemu yoyote. Kokote mimi nafanya biashara. Ndio tunaona na kitu changu simama. I do business. Hao wameingia na chupa ngapi? Wakiingia na chupa 6 zidisha mara 2 hela kwa wiki. Milioni. Kwa chupa 9 zidisha mara 3, milioni na 5. Kwa chupa 24 zidisha mara 8, milioni 4 kwa wiki. Bado unasubiria mshahara wako kama kawaida zile kazi zako. Kwa haijaingiliana na kazi zako umetengeneza hivi. Ukiamua kupiga full time hapo utajipangia mwenyewe kwa wiki utengenezaje pesa. Kwa mwezi, kwa mwaka wewe mwenyewe hapo. Maamuzi yako mkononi mwako. Watu wapo. Na usiwaze kiwango cha kuingilia 1,466 leo na kueleza jinsi ya kuipata. It's very easy. Sio lazima uwe na cash yako mfukoni. Trevor tuhitaji hela ya mtu. Utayari wako, una hasira, unataka kutoka. Unataka kuuza maisha ya watu kiafya, unataka kutengeneza pesa, ile hasira ameshia kwenye business ya Trevor. Unatoka. Tumeelewana njia. Unaweza karibisha swali? Karibu. Nilikuwa nakuuliza Trevor Somalia ipo? Bado Somalia. Lakini hiyo sasa kuangalizia kama imefika. Haijafika official. Tunaangazia kama inaweza kumload mtu akiwa pale. Trevor is just food, chakula tu, sawa. Kama juisi nyingine. Mtu huwezi kunywa juisi na bia, ndio? Unazipa nafasi. Kwamba labda nikunywa hii asubuhi au mchana na hii nakunywa. Usipea nafasi, ila haina madhara kwenye hiyo commission ni kwamba utakuwa unapewa hiyo siku utakayowapeleka tu hao watu ama na No. Kila kitu kinafanyika benki. Sawa? Kwa sisi Trevor nikikuingiza wewe leo kwa sababu ya interbank. Sawa? Nikikuingiza leo baada ya wiki 2 na nusu au 3 ndio lako ina reflect kwenye account yako. Nikaleta leo nikampata labda nikamleta. Ina maana ukinilipa commission yake siku utakayolipa. Ndio inakuimbisha mtu. Aliingia mara ngapi? Akiingia tena tutakulipa tena. Inaingia tena. Kwa hiyo kila unayemleta unalipwa hiyo za shukrani. Nitakuelezea kwa nini utaendelea kulipa. Sio na shida. Bado hiyo unayotaka ipo kwenye Trevor. Njia ya vitu tumeelewana. Kila unayemleta 40% inakuja kwenye account yako. Pamoja hapo. Njia ya 3 kwa sababu ya time
labda niseme watu wayatunze huo unaandika swali lako afu then utaniuliza mshoni. Itarahisisha sana. Sawa? Njia ya tatu inaitwa matching bonus. Uliowaleta wakileta watu bado unalipwa matching bonus. Matching bonus ikoje? Matching bonus, mimi nimemleta mama hapa, akajoin kwa chupa 3, nikalipwa. Napenda kutumia chupa 3 sana kwa sababu ndio nafanya biashara. Nikalipwa 1,11,000 kwa sababu kaingia. Lakini mama kama hiyo opportunity akakaa kimya, akamweleza mama. Sawa. Yeye atalipwa ile 40%, 1,11,000 kwa sababu kamleta mtu. Shukrani, Trevor anamshukuru. Lakini bado mimi ni babu kwenye business. Huyu mwanangu yule mjukuu kwenye business. Nitalipwa bado. Trevor ananishukuru, uliowaleta wameleta. Nitalipwa 20% ya pesa aliyolipwa mjukuu. Kwa kama yeye alipwa 1,11,000 chupa 3, mimi nitalipwa 2,000, nitalipwa 22,200. Yeye atalipwa 40%, mimi nitalipwa 20% ya hela atakayolipwa mwanangu. Kwa kama wale mfano wale watu 5 wale wakaleta labda 5 5 si 25. 25 mara hichi kiwango kidogo tu hichi. Hichi 22,200. Mara 25 ni shilingi 500,000 na. Ujimsha ile 500,000 yangu nyingine na kama milioni hapo. Kwa wiki. Kwa uliowaleta wakileta watu bado Trevor na Trevor give back 60% mtu anapojoin kwenye business kwa watu wale waliomleta. 40%, 20%. Haijalishi watu wangapi watakaoleta. It's continuous kama mtu anaendelea kuleta watu. That is Trevor. Wewe unaweza kubalance niwe na watoto wangapi, si ndio? Yaani mimi naweza kabasi niingize watu wangapi? Watano. Lakini wajukuu au watoto kuambia walete wajukuu wangapi haiwezekani. Hata kwenye maisha ya kawaida mimi naweza kusema nizae watoto kadhaa. Lakini watoto wangu naweza nikawapangia wazae watoto wangapi? Haiwezekani. Kwa hiyo unaweza kukuta hivyo vile vidogo vidogo vya kutosha. Sawa? Ukileta watu bado Trevor inakulipa. Njia ya 3 imeleka. Njia ya 4. Njia ya 4 inaitwa group volume commission. Manunuzi ya kundi lako kwa mwezi Trevor inakulipa. Hapa ndo kina mzizi wa biashara ya Trevor. Group volume commission. Manunuzi ya kundi lako Trevor inakulipa. Group volume commission. Group volume commission ikoje? Wewe una watu wako leo na timu yako watu Lakini pia ukinunua hii chupa moja ilikuwa ina maana kubwa nyingine kwa. Sawa. Kivipi? Mimi naambia kwa mfano tumewaita hapa naambia yani hiyo product ya Trevor hiyo ipo inafanana sana hivi. Hiyo ya zambarau hivi kwenye ina mfuniko wa blue. Hamna wasia. Sawa? Nakwambia this is product of Trevor. Hii ndio Trevor. Yaani unaona kabisa
Mimi imeniletea mguu very powerful Mwanza. Power leg tunaita. Yaani imeingizia mtu wa ajabu. Nilikuwa namuelezea mtu hotelini tu hivi Mwanza. Tuko tuna prospects ndio. Mtu akakatiza, akachiki. Ladha kitu gani hichi? Nikampa somo. Bonge la power leg hapo Mwanza. Jana kaingiza watu wako. Kwa nini? Sababu aliona product, sio mimi nilimfuata. This product ukiweka kwenye meza namna hii inavutia. Kitu kipya, niambie kama hujawahi kuiona sehemu yote. Ukiiona hii lazima ujiulize maswali. Wengine wananiambia ina alcohol ngapi plus? Naambia sio beer bro. Nampa somo, nimempa. Kwa walikuwa na maana kubwa kabisa uweze ku network. Sawa? You have the product. Sio unauza kitu cha kufikirika. Sawa? Lakini pia ukinunua yetu pamoja ilikuwa na maana nyingine kubwa ambayo ndio very powerful. Utanunua kwa ajili ya manunuzi ya matumizi yako kwa bei rahisi, lakini pia ku access malipo ya vizazi vyako chini, manunuzi yao ya mwezi ya hizo chupa. Kivipi? Nitakuelezea. Auto ship ndio mzizi wa Trevor. Auto ship. Auto ship ni manunuzi. Sawa. Ukinunua yetu pamoja kwa ajili ya ku access malipo yako, utaenda kwa bei rahisi na 129, lakini pia chupa moja hiyo utapata kulipwa kizazi kile cha kwanza, wale watoto waliowaleta wewe direct, kulipa commission za manunuzi yao ya mwezi. Sawa? Ukinunua chupa mbili, unanunua bei rahisi zaidi kuliko chupa moja. 222 ganya kwa mbili hapa ni kama 110,000. Lakini unapata access ya kulipwa kizazi cha kwanza mpaka cha tatu. Yaani watoto, wajukuu na vitukuu. Manunuzi yao ya mwezi. Haijalishi wako ngapi. It's infinite kwenda hivi. Sawa? Ukinunua chupa tatu unashuka tena bei zaidi. 3,100,000. Gharama tatu ni kitu moja kilo kama 1,300,000. Unaenda kuuza 1,500,000. Lakini tunapo nakupa access ya kulipwa kizazi cha kwanza mpaka cha tano, na watoto wajukuu vilembo pesa. Bye. Kinua chupa 6, 9 au 12, sio inakupa kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka cha 8. Up to 8 generations. Ngoja tuone kwenye mfano. Hii inaweza kaeleweka vizuri. Ngoja nikupe mfano mrahisi. Kwa wajukuu utakuwa
Mwezi wa pili mwaka huu akatengeneza milioni 6,800,000. Tarehe 26 akamfire bosi wake. Yeye ndo alimfire bosi wake. Anaanza la ndefu kuliko ile kwa ofisini. Sasa hivi yuko kwenye dola 24,000. It's a lot of money. Hapa tu mimi wanatengeneza cost dola 419, dola 600 hapo hii manunuzi ya timu yangu. Hainihitaji nguvu yangu, nguvu yangu ilikuwa ya kwanza tu kuwaingiza watu. Hii tu bado zile zingine zinaendelea. That is Trevor. Sasa kampuni nyingine ya manunuzi ya mwezi wanataka uingize sio watu wawili kwa mwezi wa balance sio ngumu. Lazima sio awanunue sio vitu vya shilingi ngapi na huko. Wakinunua kidogo huko wakanunua sawa, haulipi kwa sababu haija balance. Trevor hatuna hiyo kitu. Hata kama nimenunua dawa ya mswaki tu au peni, uliweka faida yako kwenye ile peni au dawa ya mswaki, ndio? Na mimi nataka profit. Wawili, mtalipwa asilimia ya hao wawili, ndio? Walichonunua, si niliingiza kampuni faida, I get paid. Sasa, kama una kizazi cha kwanza, hakijafika mchanani, sawa? Kuna watu hawajanunua. Trevor atakulipa kwa wale walionunua. Sema hapo hawajanunua mimi hamna kazi ifanyike. Sio? Lakini pia Trevor hao ambao hawajanunua, kama una kizazi cha 9, 10 mpaka inapoendelea, wala bado ni watu wako. Kwa nini? Mimi nimewaingiza watu hapa kizazi cha kwanza mpaka cha 8, sio? Yule wa 9 akiingiza mtu ni wa kwake yeye wangapi? Wa kwanza. Mimi wa kwangu atakuwa wa 9. Kwa Trevor inamtambua wa 9 mpaka nth, mpaka infinity. They are still my generation. Kazi yangu imeendelea. Ndio? Kwa hiyo kama sijalipa kizazi cha kwanza mpaka cha 8 kuna watu hawajafanya manunuzi. Trevor anachukua watu kule chini. Waliofanya manunuzi najaza kule kwa ambao hawajanunua. That is compression. Trevor is next man. Kwa nalipo kizazi changu vyote completely. Kwa na wakaka kupiga bilioni zangu waombe zile vizuri. That is Trevor. Mpo hapo. Umeona hela? Njia ya 5. Njia ya 5 inaitwa bulk commission. Bulk commission ikoje? Manunuzi ya timu yako makubwa Trevor nakulipa. Ikoje? Let's say mimi na kizazi changu cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne, ndio? Na kuendelea. Sasa kuna mtu labda umeona mbona anaishia chupa 24, chupa 12, hamna chupa nyingi sawa? Anaweza kusema labda amepata tenda labda kusupply chupa nyingi sana. Au watu yatima mtu anaenda kuwapa products sawa, watu wanaoishi na ugonjwa wa ukimwi akaenda kuwapatia kama msaada. Sawa, si mzigo mkubwa unahitajika. Let's say kuna mtu labda dada pale nyuma kanunua chupa 36. Akifanya manunuzi ya chupa 36 dada pale, akilipia chupa 36 atazinunua kwa milioni 3,500,000. Kama kauziwa kwa nusu bei, akienda kuuza anatengeneza faida ya kila chupa kama 800,000. Kama akiamua kuuza, lakini aliponunua tu alishaenda kuuza au kutumia au kumwaga atajua yeye. Sawa? Aliponunua tu akalipia benki ile milioni 3,500,000. Brother price ndio limuingiza. Mimi nilimuingiza. Huyu akamuuza huyo akamuuza. Brother ndio limuingiza pale. Brother wewe Trevor anakulipa 3,38,550. Kisa kanunua ile kule. Aishia. Brother wewe aliingiza na huyo. Kisa kanunua ile kule, huyu analipa 2,25,700. Lakini wewe uliingizwa na huyu. Kisa kanunua ile kule hata hamjui anaona tu kwenye system yake. Analipa 2,25,700. Mimi pia nilimwingiza huyu. Kisa kanunua ile kule hata simjui. Trevor ananiingizia 2,25,700. I still get paid. Hiyo ndio tunasema you make money while you sleep. Fire. That is Trevor. Mimi naongea na nyinyi hapo, huenda kuna vitoto vinanunua, tena mwisho wa mwezi unafungwa. Mimi kuna hela inaingia niko hapo. If you can't make money while you sleep, you'll wake until you die for someone else. Kama huwezi kutengeneza pesa ukiwa umelala, utafanya kazi chini ya mtu anatengeneza hela akiwa amelala mpaka unakufa. Sure. Tuzungumze reality kwenye maisha ya kawaida. Sawa? Sawa, utaki network marketing. Tuzungumze kwenye maisha ya kawaida.
Mimi nimefanya kazi ya ufundi, sawa? Kama IT kupanda maminara na nini, very kazi ngumu kweli. Na zina hela. Sio kwamba zina hela, zina hela. Lakini nguvu yangu ndio inahitajika pale. Sawa? Let's say leo nimekatika mikono na miguu. Kuna ajali na nini? Sawa? Trevor alisaidia. Nimekatika mikono na miguu, sawa? Na nina kazi labda ya kuajiriwa au nimejiajiri basi. Inakuwaje? Nakuwa mzigo kwenye familia? Au natumia ile saving yangu niliyoweka bank mpaka inaisha? Si unakaribisha umaskini. Lakini leo Trevor I make money while I sleep. Sambusa hivyo napungua nimekatika miguu na mikono. Hela zinazidi kuingia, sawa? Sio kila leo utakuwa na nguvu za kufanya kazi. Kuna muda mwili unachoka, ni mambo. Kuna kipindi anachoka. Njia ya pita. Njia ya pita kuweka pesa na Trevor. Nisema tuko njia ngapi? Njia ya pita iko. Njia ya pita inaitwa recognition ranking. Organization ranking. Utambuzi wa vyeo. Kwenye vyeo. Sio kupata vyeo unalipwa. Vyeo vinatokana na nini? Vyeo vinatokana na pointi za chini za watu wa timu yako. Hii kodi. Nilimuingiza dada hapa. Tukalipo ile laki na 11 kama lingine na lakini nilikuwa na pointi 75. Pamoja na pointi 25. Kwa kama lingine 3 25 pointi 75. Akiingia na chupa